Mkitupa ridhaa na tunapoendelea mbele, tutaendelea kutafuta masoko ya uhakika, sio tu kwa zao la korosho, lakini mazao yote tunayozalisha nchini ikiwemo ufuta na mbaazi. Na tutaendelea kuvutia wawekezaji kwa ajili ya ujenzi wa viwanda vya kuchakata korosho katika kongani ya viwanda iliyopo pale kijiji cha Maranje katika wilaya ya Mtwara. Aidha, serikali itaendelea kusimamia kwa karibu zaidi vyama vya ushirika. Tutavisimamia kwa karibu zaidi ili kuondoa ubadhirifu wa fedha za wanaushirika, lakini pia ucheleweshaji wa malipo kwa wakulima. Tutaendelea kuvisimamia vyama vya ushirika, tunavijenga viwe taasisi tunazoweza kuzitegemea katika uendeshaji wa kilimo chetu nchini. Katika hatua nyingine, kama mnavyojua, tumeanzisha benki ya ushirika ili iweze kutoa huduma bora kwa vyama vya ushirika na tupate huduma bora katika kuendeleza kilimo chetu. Ndugu zangu wa Mtwara, Mtwara oye! Natambua yapo maeneo yenye changamoto ya migogoro kati ya wakulima na wafugaji. Nimepita maeneo mengi, nimeyasikia. Natambua kule na Nyumbu migogoro ni mikubwa na maeneo mengine, lakini tunayafanyia kazi. Na moja katika hatua tutakazochukua kitupa ridhaa miaka 5 inayokuja ni kuendelea kupima maeneo ya wafugaji. Kila tutakopata maeneo tutapima maeneo ya wafugaji. Nilisema tutatoka ekari milioni 3 kwenda mpaka ekari milioni 6 ili wafugaji hawa badala ya kuzagaa nchi nzima waende maeneo maalum wakafuge kitaalamu, na huku wakulima waendelee na kilimo chao.